Patrick Christopher Kayanda, mwenyekiti wa maafisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni. Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana katika wilaya yetu ya Kigamboni, na nashukuru Mungu mmeweza kufika ofisini kwangu. Naomba nikiri wazi kwamba ni kweli changamoto ya gesi wilaya ya Kigamboni kwa upande wa bajaji imekuwa ni changamoto kubwa sana, na naweza nikasema kabisa kwamba gesi wilaya ya Kigamboni hakuna, ila isipokuwa kituo kimoja cha gesi kipo maeneo ya Kibada, na mpaka dakika hii takribani mwaka mmoja na miezi mitano sasa nakaribia kufika, kituo hicho bado hakijatoa huduma kwa maafisa usafirishaji, na wamekuwa wakinitembelea mara kwa mara wakiniulizia kwa nini, lakini mpaka dakika hii nilijaribu nikiwa kama mwenyekiti wa wilaya Kigamboni kufuatilia kwa ukaribu sana kujua changamoto ni nini hasa ambayo inapelekea kituo hicho cha gesi kutoa huduma kwa wananchi. Nilifuatilia, nikawa na mawasiliano na Anlek Gas, nikamuuliza kwa nini mpaka dakika hii gesi haitoki wilaya Kigamboni, changamoto ni usajili ama changamoto nini? Akanithibitishia wazi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haina deni lolote kwa upande wa wao kutoa vibali. Wao vibali walishatoa na kila kitu kiko sawa, lakini isipokuwa kuna kampuni ambayo imesajili kwa niaba ya kutoa huduma inaitwa Nati Energy, ndo ambayo ina changamoto katika kuruhusu Anlek Gas kutoa hiyo huduma. Kwa hiyo nikauliza sasa shida nini? Akanambia changamoto bado ni ya kwao wenyewe ya ndani, lakini sio ya serikali. Kwa hiyo nikawaomba moja kwa moja kwamba wakae chini waliangalia hili swala ili kuhakikisha jambo hili linakaa sawa, lakini kwa bahati mbaya au nzuri sijajua kama walikaa ama hakukaa. Nikaamua kuandika barua kuiandikia EWURA ili EWURA ifanye jukumu la kuwaita watu na kujua changamoto ni nini. Ni kweli barua niliandika na EWURA, baadaye nikapata taarifa kutoka kwa Anlek kwamba tayari ni kweli waliitwa na wakakaa chini, baadaye akawaambia warudi wakakae waweze kulimaliza hili jambo lao. Sasa mpaka dakika hii bado vijana wanaendelea kunifuatilia kujua sasa mwenendo wa hili itaenda mpaka lini. Kwa hiyo nimewaona mmefika hapa, na mimi naomba niombe kwa vyombo vyote vinavyohusika, hususan EWURA pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, hili swala alichukulie kwa uzito mkubwa sana, kwa sababu nina takribani bajaji zisizopungua 1000 ambazo hizo bajaji zinahitaji nishati ya gesi kwa sasa, na kwa changamoto iliyopo tulionayo sasa ni mafuta, na ukizingatia zile gesi hazitumii mafuta mengi, sasa zinategemea gesi. Sasa ukitazama kutoka hapa kufuata gesi mjini, hususani uwanja wa ndege na vituo vingine vivyoko mjini, inatumika mpaka kutoka kule kurudi huku unakuta mawe mawili kwenye gesi yamefanya nini? Yamepungua, kwa wana baki na mawe mawili. Yaani kwa siku moja naweza kaenda tena mjini mara 2 mpaka mara 3. Sasa kwa hali kama hii, na wilaya hii ni wilaya ya Kigamboni, kwa kweli inatuumiza sana na inatusikitisha sana. Na pili, niombe kwa wawekezaji wote ambao wanaweza kuja kutusaidia na kuwekeza nishati ya gesi wilaya Kigamboni, waje kwa haraka na kwa wingi sana, ili waweze kutukomboa maafisa usafirishaji waliopo wilaya ya Kigamboni, ili tuweze kujinasua kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, kuepuka usumbufu unaoendelea katika wilaya yetu ya Kigamboni. Lakini pili, ni muombe mkuu wa wilaya yetu ya Kigamboni, na mkubali sana na ni mpambanaji, hawa watu wawili anao uwezo wa kuwaita na kukaa nao chini na kutoa ushauri, kwa sababu hapa nikitazama ni kutoa ushauri na hekima situmike, ili tuweze kupata manufaa makubwa ya kuweza kuweka gesi katika wilaya yetu ya Kigamboni. Nitoe wito kwa maafisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni
kwa changamoto ambayo inaendelea kujitokeza katika wilaya yetu hii ya Kigamboni, kwamba kuanzia sasa hivi tunaomba sana tuwe watulivu, tuendelee kusubiri kwa sababu tayari tumepaza sauti zetu na vyombo vya habari tayari vimechukua taarifa zetu. Nadhani wahusika wamepokea taarifa hiyo. Kwa hiyo tuna imani kwamba kwa nia njema kabisa ya dhati na wanatambua umuhimu wa sisi maafisa usafirishaji. Kwa hiyo tuna imani kwamba hili watalipokea kwa mikono miwili na kulifanyia haraka sana ili tuweze kupata huduma stahiki ambayo inastahili sisi maafisa usafirishaji na bajaji katika wilaya yetu ya Kigamboni. Kwa hiyo niwasihi sana muwe watulivu kwa hali ya juu sana ili kuhakikisha kwamba kila kitu kitakwenda sawa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo asanteni sana na washukuru sana. Kwa majina naitwa Justus Jeremia Midaho, ni mwenyekiti wa kituo cha bajaji Feri Lami Kigamboni. Tuzungumzie uwepo wa kile kituo cha gesi kwenye eneo lenu na nani anaathirika zaidi kutokana na kituo cha gesi kutofanya kazi? Kwa kituo hiki cha gesi Kigamboni tunaathirika ni sisi watu wa vyombo vya moto, kwa sababu 90% gesi ile ni gesi ya vyombo vya moto kama bajaji, magari ya kitu kama hicho. Kwa hiyo kituo hiki kinapokuwa kimefungwa inakuwa ni changamoto kubwa kwa madereva, mfano maafisa usafirishaji ambao ni madereva wa bajaji. Inawachukua muda mrefu kwanza kufuata gesi mjini, ambapo takriban kutoka hapa kituoni kwenda kwenye kituo cha gesi ambacho ni mjini ni zaidi ya kilomita 15, kwa kwenda na kurudi kilomita almost 30, ambao kimahesabu tayari ashatumia zaidi ya kilo moja ambayo anaweza kuitumia kwenye kufanyia kazi kituoni, lakini mdau ana ukosti yako barabara kwenda kufuatilia gesi wakati kituo kipo na kimefungwa. Lakini kwa mujibu wa kiongozi wangu mkuu wa wilaya Kigamboni wa bodaboda na bajaji, maafisa usafirishaji, aliniambia kwamba changamoto kubwa inaonyesha ni kati ya mmiliki wa kituo ambaye ni mzawa pamoja na mwekezaji ambaye ni mgeni. Kuna sitofahamu kati ya hao wawili. Kwa kama ingewezekana serikali kupitia wizara husika ingeweza kuingilia kati na kufanya chini juu kituo hicho kikafunguliwa ili kuepusha usumbufu kwa wakazi wa Kigamboni. Ni lini hicho kituo kilikuwa hakijaanza kufanya kazi? Kwa sasa hivi kwa mahesabu yangu kina zaidi ya miezi 7-8 hakifanyi kazi tangu kimejengwa. Kwa inakuwa ni changamoto kubwa kwa wakazi wa Kigamboni, hususan madereva. Kwa inakuwa imetuathiri kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mtu anapotoka kwenda kufuata gesi mfano Tabata, ukichukua kwa abiria kawaida Tabata kwa bei ya kawaida labda unaweza kumchaji shilingi 10,000 hadi 15,000. Kwa hiyo 10,000 unaitumia tu hewani au kwenda kufuatilia gesi. Kiasi kama ingekuwa ni hapa karibu ambao ni Kigamboni, gesi ile ambayo unaitumia kwenda Tabata kufuatilia gesi nyingine ungeweza kutumia kubebea abiria na ukapata kipato ambacho kinaweza kukidhi mahitaji yako pamoja na serikali kwa ujumla kwenye mambo ya ushuru na kila kitu. Tumezungumzia umbali na hakuna kituo kingine ambacho kiko karibu hapa tofauti na hivyo ambavyo tunapata kazi. Kituo cha karibu hakuna zaidi ya hicho ambacho kiko Kigamboni, maeneo ya Kibada, hakuna zaidi ya hicho. Kinachofuata ni Tazara, lakini Tazara chenyewe muda mrefu kinakuwa kimefungwa, ambacho mara nyingi masaa 20 kinafanya kazi ni Tabata na karibu na airport na Victoria kama unaenda airport. Hivyo ndio vinafanya kazi masaa 24, na kuangalia distance kutoka feri kwenda kule ni mbali sana, zaidi ya kilomita 10-15. Kwa inakuwa ni kula muda na kula gesi yenyewe husika au mafuta. Ushauri wako sasa nini kifanyike? Ushauri wangu nilikuwa naomba serikali kama inawezekana wajibu kuonana na wawekezaji ambao wamejenga kituo cha gesi Kigamboni, kiwezekana kifunguliwe kwa haraka ili kukidhi mahitaji ya watu wa Kigamboni. Changamoto ni kubwa kwa sababu Kigamboni hatuna kituo cha gesi, huduma inakuwa changamoto kuipata, kitu ambacho kinapelekea kufuata gesi mbali kidogo, zaidi ya kilomita 15 kwenye labda maeneo kama uwanja wa ndege Tabata, Ubungo na chuo kikuu cha UDSM. Kwa hiyo changamoto hii imepelekea kuwa tatizo kwa muda mrefu, zaidi ya miaka 3 sasa hivi. Watu wa Kigamboni tunasumbuka sana kweli. Kwa hiyo tupende tu kuiomba serikali na wizara inayohusika na haya mambo, Kigamboni kituo kishakuwa tayari, kipo kimekamilika, lakini hakijafunguliwa.
Sababu nini? Yani hatujui. Kwa hiyo tungehitaji kituo kifunguliwe na sisi watu wa Kigamboni tupate huduma kama maeneo mengine, wananchi sehemu zingine ambapo wanapata huduma kama vile airport na Tabata na maeneo mengine huko ya jiji la Dar es Salaam, ambapo wanaendelea kupata huduma vizuri bila shida yoyote. Kigamboni tu ni changamoto ambayo bado tunaipitia. Kwa hiyo kama kituo cha Anrec Gas kitafunguliwa pale Kibada tutakuwa vizuri zaidi. Hali hii imeathiri vipi mapato yenu ya kila siku na huduma mnazowapa abiria? Tatizo ni kubwa kwa sababu kutoka Kigamboni kwenda na kurudi eneo kama Tabata, muda wa kufanya kazi unakuwa mchache. Unatumia muda mrefu kwenda kurudi, na eneo la Kurasini lina foleni kubwa. Eneo la Tazara, eneo la Buguruni, Tabata yenyewe foleni ni kubwa. Kwa hiyo ule muda ambao unatakiwa uwahi ufanye kazi unakuwa unahangaika na mafoleni ya huko mjini. Tuzungumzie kituo hichi kilianza lini kufanya kazi? Tangu hapo labda mabadiliko gani mmeona kwenye biashara yenu? Tokea huduma ya gesi ianze, watu wamekuwa na shauku kubwa ya kutumia gesi kwa sababu ni nishati ambayo kiuchumi ina manufaa makubwa sana, kwa sababu kilogramu ya CNG inauza 1550. Kwa hiyo kilo 6 unaweza kupata kwa shilingi 7,000, ambavyo ukifanya kazi unapata kusema kweli hela nzuri tofauti na nishati ya mafuta. Hicho kituo ambacho mnakizungumzia lini hakikuanza kufanya kazi? Toka lini? Kituo cha Anrec Gas hapo Kibada kilikuwa tayari tokea mwezi Septemba mwaka 2025. Mpaka hii leo mwezi Aprili 2026 kituo hakijakamilika. Kwa hiyo ni zaidi ya miezi 9 sasa kipo kimefungwa, lakini kimekamilika, hakijafunguliwa sababu hatuna. Nani anaathirika zaidi? Ni madereva sisi wenyewe tunaathirika, kwa sababu gharama ya kuendesha vyombo vya moto kutumia mafuta ni gharama kubwa. Kwa hiyo sisi ndio waathirika wakubwa, kwa sababu sisi ndio watumiaji wakubwa wa gesi. Kwa hiyo kama gesi ingekuwepo muda mwingi, basi ingekuwa vizuri zaidi, tungefanya kazi kwa raha zaidi, tofauti na sasa hivi kutembea kwa mwendo mrefu kwenda kutafuta gesi. Sawa, mara kadhaa tumesikia pia kuna namna mmekuwa mkitaka kufanya maandamano kutokana na hiyo changamoto. Nafikiri hiyo inaweza kuwa njia pekee ya ninyi kupata suluhisho. Lengo lilikuwa ni kwamba watu wapate taarifa kutoka kwenye mamlaka zinazohusika. Kwa nini kituo kifunguliwe? Nini kifanyike? Kwa hiyo madereva tukaanza taratibu za kuongea na viongozi wanaohusika na kusimamia masuala ya bajaji, kuwauliza nini kinatakiwa kifanyike, nini wao wamechukua njia gani kuhakikisha kwamba kituo kinafunguliwa, lakini na wenyewe bado wanapambana kuhakikisha kwamba kituo kinafunguliwa na watu wa Kigamboni sisi madereva tunapata huduma ya gesi bila shida yoyote. Sawa, ushauri wako sasa kwa serikali lakini pia na wadau kwa ujumla ambao wao wana mchango mkubwa wa kufanya hiki kituo? Kwanza mimi niombe kwa wale wawekezaji ambao wanatoa huduma ya nishati ya mafuta wawekeze pia kwenye gesi, kwa sababu uhitaji ni mkubwa wa gesi, tofauti na mazoea kuitumia mafuta. Sasa hivi watu wengi sana wanataka kutumia gesi. Kwa hiyo wawekezaji wawe wengi, wawekeze sana kwenye gesi, kwa sababu mahitaji ya gesi ni makubwa. Na pia serikali iwewe na vituo vya serikali kama kilivyo kituo cha Mlimani City cha serikali, waweze kusambaza vituo vingi zaidi. Wawekezaji nao pia wawekeze zaidi kwenye gesi. Najua kwamba watafanya vizuri na biashara itakuwepo na madereva ni wengi sana.